Karibu tuendelee tena kujifunza neno la Mungu katika channel yetu hii ya Injili nje ya kuta za kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunamwomba Roho Mtakatifu aendelee kutufundisha, yeye ndiye atakayetuhudumia, kwa sababu Roho Mtakatifu anazo kazi kubwa. Zile 4 ni kazi kubwa ambazo Roho Mtakatifu anazifanya. Ziko kazi nyingi, lakini takriban kuna baadhi ya maeneo wameamua kuchagua kazi 4 kubwa ambazo Roho Mtakatifu anafanya. Lakini moja wapo ni kufundisha. Kwa hiyo Roho Mtakatifu atatufundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika mtiririko wa vipindi ambavyo vimepita, nilikuwa nimeweka jambo moja kwamba Biblia ni chakula cha muamini. Na labda nisikimbilie kusema chakula cha Mkristo, nikimbilie kusema chakula cha muamini, kwa sababu mtumishi wa Mungu Yesu amefundisha kwamba msalaba ni kwa kila aaminie, sio kwa kila Mkristo. Na nimefundisha haya mambo kwamba mtu kuwa muamini maana yake nini na mtu kuwa Mkristo maana yake nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa nilitamani tusogee mbele, kwa sababu Biblia inatushuhudia habari ya kuzaliwa upya, kuzaliwa mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Yesu amemweleza Nikodemu mambo haya, kwamba pasipo kuzaliwa mara ya pili, Yesu akamwambia mambo mawili ambayo hayawezekaniki kwa wakati huu sasa na wakati ule unaokuja huko mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba lazima mtu azaliwe mara ya pili ili aweze kuishi maisha ya kiroho. Na kama nitakuwa na kumbukumbu zangu vizuri, soma Injili ya Yohana mlango wa 3, nafikiri mlango wa 3 aya ya 6. Anasema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo haya mambo mawili, anaposema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho, nilishawahi kufundisha kwamba hakuna mwili utakaozalisha roho wala hakuna roho itakayozalisha mwili, lakini iko roho inayoishi ndani ya mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaposoma Biblia, nimefundisha, nisingependa kurudia, inafundisha kwamba Mungu wetu ni roho, na kwamba sisi tuliumbwa kwa sura na mfano wa nani? Mfano wa Mungu. Kwa hiyo Mungu kwa kuwa hana mwili, Biblia inasema kwamba yani hakuna aliyeweza kumuona Mungu na akaishi, kwa sababu Mungu hana mwili. Mungu ni roho. Na nimeshafundisha somo hili kwamba roho ni nini, nikaelezea kwa kiasi chake wakati tunafundisha somo la Roho Mtakatifu. Lakini sasa baada ya watu hao wawili kuzaliwa, chukulia kwamba mtoto anapozaliwa, kwa sababu mwili ndio unaozaa mwili. Kwa hiyo mtoto amezaliwa, kuna vitu ambavyo ni lazima vifanyike ili mtoto aweze kuendelea kukua katika kimo na hekima yake na makuzi kisahihi. Lakini jambo la kwanza ni chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ndio kitu cha msingi kabisa, kwamba mtoto anahitaji chakula ili aweze kukua. Kitu chochote ambacho kitaingia katika mwili wake ili kumsaidia makuzi yake, tunasema kile kitu ni chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo vivyo hivyo kwamba mtu anapozaliwa katika ulimwengu wa kiroho, manake roho yake inakuwa imezaliwa upya. Na nilifundisha kwa nini tuzaliwe upya, ama kwa nini tuokolewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huyu naye anayezaliwa ni lazima ale chakula fulani kitakachomsaidia kukua, na Biblia inazungumza wazi wazi. Tutasoma hayo maandiko hapa, nitakuthibitishia. Kwa hiyo ninawiwa kuzungumza wazi wazi kwamba pamoja na mambo mengi tuliyojifunza kuhusu Biblia, lakini Biblia ni chakula cha muamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kabla sijaendelea huko mbele, tusome jambo moja ambalo liliwapa shida sana Mafarisayo na watu wa sheria na kanuni wakati huo, wakapata tabu sana kwamba anatuambiaje tuule mwili wake. Ukisoma Injili ya Yohana mlango wa 6 aya 35, neno la Mungu linasema, Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima, yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aaminie hataona kiu kamwe. Neno la Mungu linasema mimi ndimi chakula cha uzima. Tutakuja kujifunza mambo mengi ambayo yameandikwa kwenye Biblia, yanaandikwa kwa habari ya kuagiza watu uzima wa milele unaopatikanika katika Yesu Kristo. Yaani habari yote ya Biblia toka anguko la mwanadamu Adamu
miaka 1400 mpaka anapokuja kuzaliwa Kristo. Alafu Kristo anahudumu kwa kipindi chake kwa miaka ambayo alikuwa ameishi 30 na kitu. Alafu anaondoka, Roho Mtakatifu anashuka. Maandiko haya yote, kazi kubwa ya Biblia, kitabu hiki, ni kutuambia uzima unaopatikanika katika Yesu Kristo. Ukisoma tena Injili ya Yohana 6:48 anasema mimi ndimi chakula cha uzima. Lakini nenda mbele, napenda ile aya ya 51. Anasema mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa kuna kuwa na mkanganyiko wa mambo mengi. Jambo hili ndilo ambalo lilifika watu wakasema, anatuambiaje huyu, anatutukana? Anatuambia si tule mwili wake? Lakini anasema kabisa kwamba yeye ndiye chakula kilichoshuka kutoka wapi? Kutoka mbinguni, chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Na mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Sasa hapo naamini nitakuwa na wewe nimeshakupa ABC fulani. Kwa hiyo utaanza kuwa na uwezo wa kamata baadhi ya mafundisho kwenye Biblia. Kuna andiko moja nilikuwa nalitafuta kwenye Biblia ambalo maeneo fulani ambako watu walikuwa wakishiriki, nafikiri kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, walipokuwa wakishiriki, kama sote cha Matendo ya Mitume basi ni wakati ule wa kutoka, wakishiriki habari za neno la Mungu, kusoma Biblia, kukaa pamoja na kufanya hivyo, walipaita pale nyumba ya mikate. Sasa sio nyumba iliyojengwa na mikate hii ambayo tunaitengeneza sisi, tunakula, tunanywa kwenye chai, lakini kulikuwa na maana ya kuzungumza kwamba nyumba hii ni nyumba ya mikate. Kama nitakuwa nakumbuka vizuri, sijui Biblia inatamka neno hilo kwamba nyumba hiyo ilikuwa sio Yerusalemu, sio wapi. Nitajaribu kucite hilo andiko niliweke hapo ili nikuthibitishie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwangu mimi sasa ninakubali kabisa kwamba Biblia ni chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni, na mtu akikila chakula hicho ataishi milele. Na chakula kinachotoka katika Biblia ni habari njema za Yesu Kristo kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Biblia, soma utakavyosoma, vyovyote utakaamua kutafsiri utakavyoamua kutafsiri, lakini Biblia inafundisha habari njema za Yesu Kristo. Na habari hizo ni zipi? Wokovu ambao anautoa Yesu Kristo. Kwa njia gani? Kufa kwake pale msalabani kufanyika dhambi ili wenye dhambi waweze kuokolewa. Sio damu tena ya mafahari itakayomkomboa mtu, bali kile kilichopotea in a equal and equivalent price ni lazima kikakombolewe kwa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nitasema hivyo kwa sababu Biblia yangu ninayoiabudu na ninayoiamini inanielekeza hivyo. Sasa kuna aina ya vyakula ambavyo nilishafundisha wakati wa somo lililopita kwamba Mkristo yoyote aliyezaliwa mara ya pili kula neno la Mungu lazima ale chakula. Nimefundisha kwamba kama vile mtoto wa kimwili anakula na huyu aliyezaliwa katika ulimwengu wa kiroho lazima ale, lakini pia lazima akue, lakini pia lazima azalishe, awe na uwezo wa kuzalisha. Na tutajua kwamba huyu kwa upande wa Kikristo ni kwamba huyu atakuwa na watoto wa kiroho. Ndio maana utasikia kwamba huyu ni babangu wa kiroho. Maana yake nini? Alimzaa yeye, na Biblia inasema kwamba hata sasa mimi nimewazaa. Sio kwa namna ile ya kibinadamu, lakini kwa kuwa tunasema kwamba kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho kuna mtu aliyekizaa, ama kuna namna kilivyoweza kuzalishwa. Kwa hiyo lazima huyu mtu awe na watoto, lakini huyu lazima awe na matunda, azalishe tunda. Kristo ni lazima mtu azalishe tunda, lakini pia awe na uwezo wa kuishinda dhambi, kama mtu wa kawaida anavyokuwa na uwezo wa kushinda changamoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tufungue kitabu ule waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro, fungua mlango wa 2, tusome aya ya 2.
Anasema kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Yatamanini maziwa hapa lazima ale. Mpate kuukulia nini? Maana mpate kuukulia wokovu hapa. Sijui kama unanielewa vizuri. Kwa hiyo huyu lazima. Lakini kama watoto wachanga, maziwa yasiyogoshiwa, kwa Kiswahili cha namna nyepesi tungesema maziwa ambayo hayaharibiki, lakini maziwa haya ni ya akili. Nilisema siku moja hivi nikikwambia katafute maziwa ya akili yasiyoharibika, utayapata wapi? Huku ndani huku ambako ndiko kunako chakata vitu na taarifa, ndiko Mungu alikoweka akili na ufahamu huko ndani. Na Biblia inasema kwamba na nguvu ya mtu ipo katika ufahamu wa neno la Mungu. Kwa hiyo nguvu unayoamua kuwa nayo inapatikana katika ufahamu wa neno la Mungu. Na hata sasa wewe, kwamba ukiwa na ufahamu juu ya jambo fulani, ndiko nguvu yako inakopatikanika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni lazima kabisa watu waukulie wokovu. Kwa hiyo lazima ale aukulie wokovu. Lakini pia kuna andiko moja, nafikiri nitaliona hapa haraka. Hebu fungua kile kitabu cha Waebrania. Fungua kitabu cha Waebrania. Fungua ule mlango wa 5. Tusome aya ya 10 na ngapi? Aya ya 12. Neno la Mungu linasemaje? Kwa maana iwapasavyo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Kwa hiyo unaona kwamba yani kuna kufundishwa, lakini sio chakula kigumu. Sio chakula kigumu, ila chakula chepesi. Biblia inazungumza hapa kwamba mmekuwa mnahitaji maziwa na wala si chakula kigumu. Kwa nini anawaambia chakula kigumu? Manake ni chakula chepesi, lakini chakula kigumu hawawezi. Sasa anasema kwa nini chakula kigumu hamkiwezi? Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni chakula cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Sasa hapa anaelezea kabisa. Kwanza anasema watu wazima. Watu wazima wanaotajwa hapa sio wa umri huu wa kidunia. Sio wa umri huu wa kidunia. Ni wale ambao akili zao kwa kutumiwa, yani akili zao zinatumika katika madhabahu ya Bwana. Akili zao zinatumika kupambanua neno la Bwana. Akili zao zinatumika kuwafundisha wengine neno la Mungu. Akili zao zinatumika kutafakari neno la Mungu. Akili zao zinatumika, akili zao na vitu vyao viko ndani ya neno la Mungu. Hawa ndio ambao wamezoezwa, kwa kutumiwa wamezoezwa, wanao uwezo wa kupambanua mema na mabaya. Kwa hiyo ni lazima sasa, nataka nikujenge kwenye msingi huo kwamba Biblia ni chakula, na nimekusomea hii Injili ya Yohana 6. Mlango wa 6 aya ya 50 na 51. Naipenda sana. Anasema akila chakula hiki ataishi milele. Anasema chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu. Sijui kama mtu atanielewa. Kwa hiyo Biblia inazungumza habari ya vyakula hivi 4. Na vyakula hivyo 4 ndivyo ambavyo Mkristo anatakiwa ale. Nilifundisha siku moja kwamba Biblia inazungumza katika takribani lugha kama lugha 3 hivi. Yani lazima uielewe kwa namna, niseme lugha namna kwa namna 3. Yani nilifundisha hivyo, alafu mtu akaniambia Yesu alizungumza lugha gani? Mimi siko huko na wala sikumjibu yule mpendo. Siko huko, lakini ukitaka nikujibu ni kwamba Yesu alikuwa akizungumza lugha ya Kiaramu. Hii ndio asili yao, lakini mimi sikutaka hicho. Nilikuwa natafuta kwamba kuna lugha 3 kubwa ambazo unatakiwa kuzielewa. Yesu Kristo anazungumza kwamba mimi ndimi chakula. Yani sijui hata wewe akitokea mtu akakwambia bwana una njaa, sasa mimi ndimi chakula. Yani tafsiri yako unaweza kusema huyu amechanganyikiwa. Lakini chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Anasema chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu. Lakini uangalie hapo technical issue, kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Sasa Yesu angeweza kulisha ulimwengu? Yani angeweza kulisha ulimwengu kwa wakati huo, lakini kulikuwa na maana. Sasa natafuta kwamba Wakristo wanielewe. Yani msiingie kwa sababu ya majibizano tu tujibizane. No. Tafuta ufahamu. Tafuta ufahamu. Lugha ya kwanza ni literal language, lugha ya moja kwa moja.
hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Ni a very straight language. Lugha ya pili ni parabolic language. Mungu anazungumza kwa mafumbo. Na lugha ya tatu ni lugha ya picha na vitu kama hivyo. Unakuta inazungumza habari ya nyundo, moto, sijui mbegu, sijui upanga, sijui nini, vitu kama hivi. Kwa hiyo ni lazima tuelewe hapa anasema na chakula hicho, anazungumza kwamba na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Uzima huo ni upi? Kwa hiyo mimi nitaka nifundishe kwamba Biblia inatamka habari ya vyakula vinne vikubwa. Aina ya vyakula vinne vikubwa. Maziwa tumeshaona. Lakini kuna chakula kigumu. Sasa kuna chakula cha kati hapo. Ni kipi? Alafu kuna kilainisha ambacho tunakihitaji kwa ajili ya kuweka mambo yetu safi na mwili ukae vizuri vizuri. Chakula cha kwanza ni maziwa. Biblia inazungumza kabisa. Lakini pia tukienda mbele tutajifunza kwamba chakula cha pili ambacho Biblia inazungumza ni mkate. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa anawaambia walikuwa wakikutana katika nyumba wakiumega na kula mkate siku hadi siku. Wanakutana pamoja, wanaumega mkate. Na Yesu anawaambia kwamba kuleni hivi kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya ukumbusho wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unakuta kuna mkate. Lakini Biblia inatamka habari ya nyama. Kwamba pia nyama ni aina ya chakula ambacho Biblia inakitamka. Sasa hebu tusome kitabu cha nabii Ezekia. Tusome kitabu cha nabii Ezekia. Huwa napenda sana napenda sana hii content ambayo Ezekia aliandika. Fungua Ezekia 3:3. Lakini unaweza ukaanza kusoma kule mbele, kule mwanzoni akasema, akaniambia, mwanangu, kula uonacho, kula gombo hili, kisha enenda ukaseme na wana wa Israeli. Basi nikafunua kichwa changu, naye akanilisha lile gombo. Sasa uelewe kwamba nilifundisha kule kwenye parchment namna ambavyo neno la Mungu lilikuwa likitengenezwa toka kule mwanzo. Kule mwanzo kwa wale waandishi wa kwanza wa Sumeri nilifundisha. Nisingependa kurudia hapa. Rudi kule ukaangalie tulikipatije kitabu cha Biblia. Nilifundisha miaka karibia 3200 kabla ya kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Wasumeri walikuwa wakiandika mambo hayo. Na waliandika nini? Nilieno. Kwa hiyo kuna mafunjo mle ndani, kuna papyrus zile ambazo ndio zikaja kuwa pepa, lakini kuna gombo ambalo inaonekana hapa. Na nabii huyu anasema kabisa, basi nikafunua kinywa changu, naye akanilisha lile gombo. Akaniambia, mwanadamu, lisha tumbo lako, ulijaze tumbo lako kwa hili gombo nikupalo. Anasema, ndipo nikalila, na kinywani mwangu kilikuwa tamu kama utamu wa asali. Biblia inatamka na inatuambia kwamba kuna chakula, lakini chakula kinachoitwa nini? Asali, ambacho watu walitumia. Kwa hiyo maziwa ni chakula cha mtoto. Maziwa ni chakula cha mtoto. Ukisoma hapa vizuri utaona namna ambavyo Mungu alikuwa anamwandaa Ezekia na namna ya kuwaendea wanadamu ama Waisraeli, taifa lake takatifu. Kwa anamwambia, kula gombo hili, kula uonacho, kula gombo hili, pamoja na kufungua mdomo, lakini Mungu mwenyewe ndio aliyefanya nini? Aliyemlisha. Alimlisha nini? Alimlisha makaratasi. Tujifunze kwamba Biblia ni chakula kwa Mkristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maziwa ni chakula kwa mtoto. Mkate ni intermediate. Mtoto hawezi kula mkate, lakini akikuwa hapa ana uwezo wa kumeng'enya mkate, kwa sababu sasa hawezi kula chakula kigumu chepesi tena. Anaweza kala kisiwe na impact kwake. Ili tupate impact ya chakula anachokula, tunampa mkate. Lakini akishakuwa anaweza akala nyama. Mimi huku niliko natokea jamii ya wafugaji. Wakati mwingine nyama inakuwa ngumu kweli kweli, sio masiala. Kwa hiyo lazima uwe na uwezo. Wengine wanakimbia, wanashindwa kabisa. Nyama ni chakula cha watu wazima. Lakini katika kitabu cha nabii Ezekieli 3:3 unakuta anazungumza habari ya chakula kinachoitwa asali. Mungu akubariki sana. Tukutane katika kipindi kinachofuata. Naamini mpaka hapo utakuwa umejifunza na umeelewa kwamba Biblia ni chakula cha muamini. Biblia ni chakula kwa muamini. Biblia
ni mlo. Turudi kule kwa Elia baada ya kumaliza ile kazi ambayo Mungu alimpa kwa wale manabii. Weka kuni, weka kuni, weka mawe, weka mawe, weka nini, weka nini. Piga dua, shusha moto, shusha moto, shusha moto, mwaga maji, mwaga maji. Alipomaliza ile kazi akakimbia. Alafu alivyofika kule akaomba kufa. Kwamba sasa Mungu inatosha kwa sababu kazi nimemaliza, bora nife kama wale wenzangu, wakubwa zangu, ukoo wangu, watu wangu waliokufa wakakufuata wewe Kristo. Lakini unaona kwamba Mungu alikuwa anamwamsha, anampa chakula. Elia anakula na rudi kulala. Baadaye anamwamsha, anampa chakula, anamwambia safari iliyoko mbele yako ni safari kubwa. Baada ya kula kile chakula, Elia alitembea siku 40 usiku na mchana. Hebu fikiria, siku 40 non-stop, usiku na mchana. Kwa hiyo chakula ambacho Mungu anatupa kina nguvu na kina uwezo wa kufanya jambo ambalo sio la kawaida katika maisha yako. Ukikila kwa kukipokea kwa moyo mkunjufu na moyo wa shukrani, neno la Mungu linafanya kitu katika maisha yako. Basi tukutane katika kipindi kinachofuata. Namba yangu ya simu ipo hapo 0784 662210.